Assalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ndugu Waislamu, tunaongea ahkamu zakat al-fitr inshallah kwa fupi. Zakat al-fitr uzanguni, zaka al-fitr, sadaka ya kutoa wakati Ramadhani inaisha. Ina maana nyingine katika ulama wanasema zakat al-badan. Zakat al-fitr ni zaka kutoa mtu kwa mwili. imekuja katika alfitra, والفطرة هي الخلقة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها. إذن إن زكاة يا mwili. imekuja katika hadith athar ibn Abbas na Dhahak na wengine wakati tafsiri aya hii katika suratu sabbih isma rabbika ala aya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla, wa tafsiri Abdullah ibn Abbas na wengine sahaba radhiallahu anhum amefaulu mtu ambaye tazakka ametoa zakat al-fitri wa dhakara isma rabbih, alafu kataja jina mola wake, maana takbiratul Eid, Eid al-Fitr, fasalla kisha kasali salat al-Eid. Tafsiri miongoni wa tafsiri ulama au sahaba tafsiri aya hii inakusudia zakat al-fitri na dhikri ya takbira ya Eid na sala ya Eid al-Fitri. Qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu mtu ambaye ametoa zakatu ya al-fitri kisha kamtaja mola wake kisha kasali sala Eid al-Fitr. Zakat al-fitri ni fardhi kwa kila mtu, sharti yake au Muislamu, kina mama, kina baba, watoto ambao tu hajabaligh, mkubwa, mdogo, wote hao zakat al-fitri ndakiwa kila mmoja atoe, maana inatolewa katika mwili, sio kwa hela. Na zakat al-fitri ni wajib kama kuja hadithi Abdullah ibn Umar kasema Mtume sallam amefaradhisha kuitoa zakat al-fitri kwa kila Muislamu, awe mtumwa au huru, kina mama, kina baba, mdogo, mkubwa. Lakini sharti Waislamu anasema sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, kibaba 4 kwa kila mmoja. Kibaba 4 inakaribia sikizi kilo 3 takriban, kilo 3 kasoro kidogo, lakini bora mtu afanye kilo 3 itakuwa nzuri, atoe kwa kila mwili. Zakat al-fitri ni wajib kama hapo tumesema, lakini mtu yote ana uwezo naye lazima atoe zakat al-fitri. Hikma ya Allah kufaradhisha zakat al-fitri katika umma ni hikma gani? Lengo nini? Imekuja hadithi ibn Abbas radhiallahu anhu akasema Mtume amefaradhisha juu yetu zakat al-fitri tuhratan lis-saim, inasafisha somo yako ambayo wewe umefunga. Binadamu wa mara nyingine unatareza unakusudia maneno imekutoka min al-laghu, Allahu maneno ambayo puzi hana maana, inasafisha zakat al-fitr. Warafath na anasema maneno ya mchafu ambayo inakusudia ni mambo ya kimatamanio. Watu wamefunga wameongea mambo kimatamanio, kishahwa. Hizi zakat al-fitr inakuja kusafisha. Faida kwanza, zakat al-fitr ndugu zangu Waislamu inasafisha somo lako ambayo maneno wewe umeongea puzi, wengine umeongea maneno uchafu ya mambo matamanio umeongea maghafilika huja kusudia, inakuja zakat al-fitr inasafisha hii kwa uwezo wa Allah. Hii hikma ya kwanza, lengo la kwanza zakat al-fitr. Ya pili, wa tu'matan lilmasakin, awe chakula katika maskini siku ya Eid na wawe abate riski. Hii hikma zakat al-fitri ni hadithi sahihi kabisa. Kama mtu anadaiwa deni, je, zakat al-fitri anaweza kutoa? Deni iko aina mbili za Muislamu. Deni wewe mtu anakudai, muda yake kutoa deni upo, bora tekeleze deni hadi wewe umechukua, toa. Kama utatoa deni ubaki na kitu, zakat al-fitr huwezi kulipa, zakat al-fitr huwezi kulipa, huwezi kutoa, basi wewe huna uwezo, Allah atakusamehe. Na zakat al-fitr kiasi yake, kipimo zakat al-fitr, mtu atakiwa atoa zakat al-fitr kipimo nini? Lazima unayo chakula kula wewe na familia yako,
usiku kuamkia Idi na mchana wa Idi. Hii kitu mizidi tutoa zakatul fitri. Kama una chakula wewe usiku wa Idi na mchana wa Idi, chakula na kutosha, huna ziada, zakatul fitri kwako sio lazima, una uwezo naye. Sasa ndugu zangu Waislamu, kama mtu anadaiwa deni, muda yake shafika, lazima atoe deni. Kama yuko deni haidaiwi sivi, ni baadaye, bora atoe zakatul fitri, maana hii deni ya baadaye atalipa. Mke wako unaweza kumlipia, unaweza kumtolewa zakatul fitri, na hii ulama watu mara nyingi wanauliza. Masala ina khilaf baina al-ilm, ulama mختلفين, lakini natoa kwa haraka ulama wengi Malikia, Shafiia na Hanabila wanaona zakatul fitri mume hawezi kumtolewa mke wake. Hao ulama wengi wanaona mwanaume lazima atoe kwa mke wake. Malikia, Shafiia, Hanabila anasema zakatul fitri ya mwanamke juu ya mume wake, yeye ana masuhulia, kila kitu yake yuko juu ya mume. Mume atalipa, yeye hawezi kulipa kitu. Kama yeye hana uwezo, yeye atamlipia juu ya mume. Kama watoto wake wadogo atamlipia, na mke wake lazima amlipia. Kauli ya pili ambayo kauli al-Ahnaf na Dhahirin na wengine, Sufyan Thauri na ghairihim, wanasema hapana, mwanamke nitakiwa yeye alipe zakatul fitri, yuko juu yake. Kama yeye hana, basi kama mume atamlipia kama sadaka tu, ni anamfanyia ihsani sawa, lakini sio lazima mume alipie. Kwa nini? Wanasema zakatul fitri ina connection moja kwa moja na somo yako, na hii ina connection na somo ya mwanamke. Huyu mke wake, hii ina connection na somo yake. Wakati yeye amefunga, yeye baki yake ina fardhi kwake somo, na mume ana fardhi kwake somo, kila mmoja baki yake lazima afunge. Na hii zakatul fitri ina connection na ya funga ya kila mmoja wao. Sasa yeye mwanamke atakiwa yeye abebe hii mzigo. Hii inasafisha somo yake kama tumesema hapa, na yeye anasafisha somo yake, ina connection na somo funga wake. Mwanamke yeye anatakiwa ajilipie, mume sio lazima amlipie. Kama mume atamlipia kwa ihsani, inafaa kwa sharti lazima aombe ruhusa yeye. Kwangu nataka nikulipie zakatul fitri, ruhusa. Kama atasema sio ruhusa, hawezi kulipia. Hii kauli ya pili ya Ahnaf wanakubali hivi, na Sufyan Thauri na madhhab al-Dhahiriyya na ghairi. Mimi nakubali na kauli ya mwisho, lakini msala na khilaf baina al-ilm. Mwanamke anatakiwa yeye alipe mwenyewe, maana ina connection na fungo lake. Kama mume atamlipia, sharia hawezi kumkataza, lakini kwa ruhusa yake yeye. Vile vile watoto wako ambaye amebaligh, kila moja lazima somea zakatul fitri yeye alipe mwenyewe. Kama hana hela, hana uwezo, wewe utamlipia baba kwa ihsani, haina shida. Lakini watoto wako ambaye hawajabaligh, wako dogo, lazima baba amlipie, yeye yuko juu yako, juu ya baba. Mtoto amebaligh na mke wako, kauli rajih kwangu mimi au kwa baadhi ya ulama ni kila mmoja alipa peke yake. Vile vile mwanamke ana mimba, mke wangu ana mimba, naweza kumlipia mimi? Mtoto yuko ndani ya tumbo? Hapana, ndani ya tumbo mtoto naweza kumlipia, na sharia hajasema hivi. Hadithi Mtume anasema mtoweni kina mama kina baba, mtoweni watoto wadogo na watu wakubwa. So watoto wadogo maana yake yuko duniani, sio mtoto yuko ndani tumbo ya mama, bado duniani hajaja huyo. Lakini kama mtu atatoa anaona ni nzuri, sio mbaya, hatumkatazi. Ana Uthman bin Affan radhiallahu anhu, sahaba mtukufu huyu, alikuwa anatoa zakatul fitri kwa mwanamke ana mimba, ilikuwa ijtihadi anafanya yeye mwenyewe. Kama mtu anatoa kwa mwanamke ana mimba, lakini sio lazima, hatumkatazi kufuata ijtihadi ya Uthman, lakini sio lazima kutoa zakatul fitri kwa mtoto yuko tumboni, sio lazima, na sharia hajaamrisha. Ingine ndugu zangu Waislamu, sharti
zakat al-fitr ni mbili au tatu, sharti yake tatu. Mtu awe Muislamu, ya pili ana uwezo, na muda ya zakat al-fitr kutoa ishaingia. Ramadhani si baada Eid, bado siku sita hivi au siku 7 unatoa zakat al-fitr? Hapana, lazima wewe Muislamu. Ya pili una uwezo. Ya tatu baada ya mwezi kuandama Eid, yani maghrib, hapa zakat al-fitr muda yake imeingia. Hii ya tatu. Al-Islam al-ghina dukhul waqt al-wujub, muda ya kulazimisha wewe zakat al-fitr kwa wajibu, muda ya mwezi kuandama mwezi wa Eid al-Fitr. Muda gani takiwa Muislamu atoe zakat al-fitr? Ina aina bi, yuko muda ambaye ni bora, baina na sunna Mtume Muhammad sallam ni bora zaidi, kama mtu anaweza naye siku ya Eid kabla ya kusali zakat al-fajr. siku ya Eid baada ya kusali salat al-fajr, kabla hujasali sala ya Eid, baada al-fajr kabla hujasali sala ya Eid, ndio zaka yako utoe. Hii alikuwa Mtume anafanya sallallahu alayhi wasallam. Na yuko wakati ambaye inafaa mtu kutoa, haina shida. Yuko wakati bora na wakati inafaa ruhusa. Wakati inafaa ruhusa unatoa kabla ya Eid siku mbili, haina shida. Wasahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanatoa kabla ya Eid siku mbili. Na sisi tunaishi katika mji sivi, tuko busy sana, bora mtu kufuata sunna wa sahaba, haina shida. Atoa kabla ya Eid siku mbili, haina shida. Kwa Abdullah bin Umar Khattab, sahaba kama Bukhari ametaja, walikuwa wanatoa zakat al-fitr, wanatanguliza kabla ya Eid siku mbili. Muda ya zakat al-fitr inaisha muda yake. Mtajizi muda yake ya mwanzo ni kuandama mwezi wa Eid al-Fitr. Mwisho muda yake mtawezi kutoa zakat al-fitr, muda yake imeisha. Ulama wamekhtalifiana, wengine wanasema kabla jua hajazama siku ya Eid, mchana wa Eid, siku ile ya Eid, kabla jua hajazama muda yake ya mwisho. Wengine wanasema pana, salatul Eid zakat al-fitr mwisho wake ni baada kusali sala ya Eid, muda yake imeisha. Na hii kauli ya pili ni kauli Dhahiria wa Sanani na ulama wengine, lakini kauli ya mwanzo zakat al-fitr muda yake upo kabla jua hajazama siku ya Eid. Hii ni kauli jumhur ahli ilm rahmatullahi alayhim. Lakini mtu kama muda yake imeisha, muda yake imetoka, afanyeje? Acha atoe, itakuwa sadaka kawaida. Maskini tabata chakula kama Mtume Muhammad sallam, yote ametoa baada ya sala, itakuwa sadaka kawaida, sio zakat al-fitr. Kutoa pesa ambayo kila mwaka hii watu wanajiuliza sana, je, nitoe hela au nitoe chakula? Imam Abu Hanifa anaona unatoa hela, na anasema unampa hela maskini, anachukua chakula, yeye anatumia kitu anataka. Hii rai ya Abu Hanifa, zakat al-fitr itolewe pesa badala ya chakula. Lakini jumhur ulama wengi katika madhhab Malikia na Shafiia na Hanabila wanaona kutolewa ni chakula, sio pesa. Sasa mimi nakubali kauli ya jumhur ulama ambayo zakat al-fitr utoe chakula wala usitoe pesa. Kwa nini? Zaka ya fedha, wakati Mtume sallam zaka ya mali ipo, kwa nini amemchagua Mtume sallam chakula? Toweni pishi 4, kibaba 4, tende, shairi, nini. Mtume kaagiza chakula, pesa ilikuwa ipo, na zakati ya pesa ipo, na ndugu zangu Waislamu ipo. Ile ni kitu, na hii zakati ya mwili, na mwili inatolewa ni chakula. Kauli hii ni sahihi na nguvu kabisa. Kama tumechukua kauli Abu Hanifa sikatazi, lakini haina nguvu kauli hii. Zakat al-fitr inatolewa chakula wala sio pesa. Mtume sallam pesa ipo, kwa nini ameagiza chakula?
Zakati fitri yako utampa watu wa aina gani? Wako ulama wanasema utampa watu sampuli 8 ambaye Qur'ani Allah ametaja katika sura Tauba. Hao Allah anasema mpeni zakati ya mali hawa 8 hao vile vile utampa. Hadi kwa kwanza zakati fitri anasema utampa sampuli watu wa aina 8 ambayo Allah Subhanahu katika sura Tauba ametaja hao watu wanapata zakati mali apewa watu wa 8 hao, watu wa aina 8 ambaye ni maskini, ni fakiri na watu ambaye wanashughulikia katika kugawa zaka ambaye ni maskini wao, na watu wanavutwa katika Uislamu, na mtu ambaye kaambia mtu wake mtuma mimi nilipie hela fulani nirudishie hela fulani na kuba uhuru. Mtu anadaiwa deni na mtu anapigana jihadi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, na mtu ambaye ni yuko safarini hana hela kwenda kwake, yani amekatika. Hao sampuli 8 ambayo Qur'ani ametaja. Hao wanasema ulama unaamba hao hakuna tofauti baina zakat al-fitr na zakat al-mali, wanasema hivi watu wale. Kauli ya pili wanasema ni hao ahnaf, wanasema unaamba maskini fakiri tu, maskini fakiri tu. Na mimi wallahu aalam nakubali kauli ya mwisho. Kwa nini? Zakat al-fitr utaamba maskini na fakiri tu. Kwa nini? Kwa hadithi Mtume anasema hadithi Ibn Abbas anasema tu'matan lilmasakin. Ba hadithi tumetaja katika faida ya lengo ya zakat al-fitri ya pili, maskini apate chakula. Sasa utamba maskini. Naam. Kuhamisha zakat al-fitri, mimi niko Dar es Salaam, nataka zakat yangu nipeleke kijiji wetu kule. Na kuambia ndugu zangu Waislamu, kama utakupeleka zakat al-fitri yako kwa babako au mamako kule, wewe huna adabu. Kwa nini? Sembe zakati yako ya mali na zakati ya fitri babako mamako. Zaka ya mali yako na uchafu ya mali yako, sembe uchafu babako mamako. Tamba watu wengine. Manake wewe husimamii babako mamako, bako tamba zaka kwa mamako sio. Hii huna adabu na wewe ni asi mgobe Mungu. Babako mamako sembe zaka na haistahili kwamba zaka babako mamako, mke wako, watoto wako ambaye Allah amekulazimisha wewe haumhudumie, mlishe. Sio kwa maka mara moja wanaamba zaka, hapana. Ndugu zako hana sheria zako, ndugu zako mjomba wako kama maskini unaweza kumpa, lakini wazazi wako usimpe. Swala, je, zakati yangu fitri naweza kupeleka kijijini? Kawaida zakat al-fitr takia wewe sehemu unakula Eid wewe utoe hapo ila na maskini mkuzunguka na wao wapate furaha. Lakini kama yuko dharura wala Islam watu hali yao sio mbaya, lakini kule kijijini watu kule kijijini hali yao mbaya sana, wana ukame, hamna mvua bila kule, kwa hiyo watu kule wanastahili zaidi, sharia hajakataza. Lakini kawaida asal zakat al-fitr utoe sehemu ambayo wewe unakula, unasali salat al-Eid au unakula Eid. Ndugu Waislamu, hii ambayo leo zakat al-fitr imetoa na unatoa kilo 3 kama nimesema, na mtu yote unafanya kazi kwako Muislamu unaweza kumlipia kwa sharti mpaka uombe mjulishe, muombe ruhusa yeye. Wallahu a'lam wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.